huyu mzee, kwa sababu hata kama watu wengine wanasema eti labda kaekewa mtutu wa bunduki sikapatikana, amna cha mtutu. Ukiwa jaji manake wewe uwekewe mtutu wa bunduki siwekewe mtutu wa bunduki, wewe unataka useme ukweli, kwa sababu ndio maana wanaitwa jaji. Tena ushawahi kuwa jaji mkuu, jaji wa kimataifa, si UN, umeshafanya kazi, unakuja kutuletea uporoto kama nani atakaye huu upuuzi tusiukubali. Kwa mfano wametumia mpaka risasi, unaambia AK47 wamechukua. Mnajua AK47? Mimi nimepitia jeshini kidogo. AK47 inapiga kwenye range kati ya 300 mpaka 400 kwa ufasaha, lakini inaweza kapiga mpaka mita 800, yani viwanja 4 vya mpira kinaweza kakutungua, lakini mpaka 300 mpaka 400, yani hapo ndo yani lazima uende moja kwa moja. Alafu na SMG ambazo wanazitumia hapa kwa hapa zinapiga kwenye range kati ya 50 mpaka 150. Yani kiwanja kimoja na nusu cha mpira mtu akikutungua unapatikana, unakwenda unakufa, japo inaweza kapiga mpaka 200 tena, lakini kwa ufanisi kabisa 150 mpaka 4. Ndio maana wanatumia kwa mapigano hapa kwa hapa kwenye mtaa hapa na hapa, mtu akikukama yani unawindana hapa kwa. Lakini AK47 angalia inapiga mpaka mita 800. Kama kuna mtu hapa anataka kubisha aje, lakini 300 mpaka 400 inapiga kwa ufasaha. Na ndio maana nasema kwamba Ubungo alikaa juu, wakawa na watungua watu kwa sababu wanajua kabisa hatuwezi ili tujifiche tusionekane. Mita 400 viwanja 4 vya mpira wa miguu anakupata mtu, kwa maana wameua watu wengi sana kwa mbali, wale watu wengi sana. Afu Chande anakuja atuambia watu 200 sio mpigwa kwenye ncha kali sio nini kani. Sasa huyu mtu kama huyu kwani anatufaa wewe? Si mtu wa ajabu. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi sina maneno mengi, nilikuwa nataka niseme tu kwa kifupi kwamba hivyo ndivyo vitu vilivyotumika. Wametuua makusudi, alafu watu wanakuja kusema sidi wameuana, sidi waandika si watu wa Gaza. Wewe watu wa Gaza kama usema kaka Sama hapa wametoka huko wamekuja lini hapa kwetu? Tujaona Arabu sisi, hatujamuona Muhindi, hatujamuona Mwarabu kaingia barabarani siku ya maandamano. Wangekuwepo at least wangetuambia jamani, wale Wahindi wale Kariakoo pale kule Upanga kule waliingia kwa makundi, ndio wangetuambia hawa ndio Arabu wetu. Lakini sisi kitu cheusi kabisa kimeingia pale, cheusi kabisa tunamuona Mwarabu, tunamuona si Muhindi, afu leo nataka kutuambia sisi picha za kutengeneza. Basi hawa lazima watatueleza huko baadaye tunakokwenda, na tutajitahidi kufanya tunavyoweza mpaka watu lazima kwanza wanaachia ngazi, lazima wakae juu, kwa sababu sasa hivi nchi haitawaliki. Hakuna mtu anaweza kutawala nchi kabisa, hawapo. Ndio maana wanaona Samia haendi popote kwenda kuongea na wananchi. Wewe angalia sasa hivi Chadema tu wamekuja tu siku 2-3 tu hapa, tuna huko vibe limelishaanza huko. Watu wasiokuwa na vyama, watoto kwa wakubwa wanakimbizana tu mbio. Ndio utajua kabisa kwamba watu wameshaichoka hii serikali ya kipuuzi ya kijinga ambayo haijawahi kuchaguliwa na mtu yoyote. Imekwenda mejiweka hapa kwa kuua damu za watu ndio zinafanya wamekaa pale wanakosea tu. Damu haijawahi kumwacha mtu salama. Utakosea na utakosea tena, na hii ndio itufanye kabisa kwamba sisi tunajua kabisa hawa watu ni wa kwetu, tumeshakamata hapa mkononi hawa furukuti. Asanteni sana, nimemaliza ndugu zangu. Safi sana, mweupiga mwingi kweli. Mpigie makofi, ameupiga mwingi sana, safi sana. Ndio tunataka mada kama hizo. Nimepitia comment za YouTube. Kwa kweli tunaupiga mwingi. Yani tunaupiga mwingi. Yani wazo lenu la documentary hili tumeupiga mwingi. Wameparalyze. Yani kule YouTube wameparalyze. Comment zote ni za CCM. Huwezi kuamini. Comment zote YouTube ni za CCM. Safi kabisa. Kumbe tumefanya jambo la maana sana. Comment zote wana nani wenyewe. Kama moja, ngoja niwasomee moja, inasema hivi: serikali yetu imefanya kazi kubwa katika kipindi kigumu. Dokumentari hii inaharibu na kuharibu sifa ya mipango ya uchumi wa yani tunaupiga mwingi. Piga vigelegele huko tu. Yani safi kabisa. Mnaona? Vitu vidogo hivi vinawafanya wanachanganyikiwa.
Na hii ni moja nimeisoma, kuna comment karibia 30 wanatetemeka, wameshindwa kabisa, hawapumui. Safi sana, tunaupiga mwingi sana. Nadhani tunaendelea tena na Clubhouse mmoja, afu baadaye tutahama. Karibu tena Maboi. Ya, yupo hapa mtu mkubwa. Karibu mtu mkubwa. Okay, karibu. Nashukuru sana na naamini nasikika vizuri kabisa huko kwenye mitandao mingine. Ya, unaona nasikika vizuri. Asante sana. Nashukuru sana. Kwanza niwapongeze waliopata wazo na kuandaa hii documentary, kwa sababu hii inaleta uponyaji kwa taifa baada ya maumivu makali na makubwa tuliyopitishwa na chama hiki dhalimu cha Mapinduzi pamoja na hizo tume zao walizokuja kuziandaa. Nimeangalia ile documentary kuanzia mwanzo wake na mpaka mwisho pale ilipoishia. Na katika ile documentary watu wengi ambao nimewaona pale ni Watanzania waliokuwa wanazungumza Kiswahili kilichonyooka kabisa cha Kitanzania. Na walikuwa wanataja maeneo ambayo yako ndani ya nchi yetu. Sinza ni hapa Tanzania. Sinza haiko huko wanakosema kwamba sijui kwamba hizo video ni za Afghanistan sijui wapi huko. Sinza ni hapa Tanzania kwetu. Lakini pia wale watu walikuwa wanazungumza Kiarabu wala Kiingereza, walikuwa wanazungumza Kiswahili. Sasa kwa watu ambao wameshindwa hata kujidanganya wao wenyewe, ni watu ambao hawawezi kuongoza Watanganyika, lakini pia vile vile hawawezi hata wao wenyewe kujiongoza. Ukishindwa kujiongoza wewe mwenyewe, ni vigumu sana kuongoza wengine. Kama wanafika hatua ya kukosea, naona Maboi umezima mic, sio kama kule nitakuwa nasikika. Unasikika, wewe endelea tu. Ya, kama mtu anafika hatua ya kudanganya hata namba rahisi tu za kujumlisha tu, yani ndogo, alafu mtu huyo ni mtu mkubwa kabisa ambaye anaitwa jaji mkuu, anafika kwenye nafasi ya ujaji mkuu, manake amesoma mpaka kuja kufika level hiyo. Sasa tunaweza tukawa na maswali mengi sana kwamba huyu mtu alisoma shule gani, alipita kwenye madarasa yepi ambayo msimwacha kalala, lazima angalia kufanya hesabu ndogo tu ya darasa la pili. Hiyo ni hesabu ya darasa la pili. Ukijumlisha zile namba wanazotoa pale wanataja ni 518. Lakini ukija kurudia katika mchangano wao, wanapoanza kuzungumza labda Arusha kiasi kadhaa, Dar es Salaam kiasi kadhaa na sehemu nyingine kiasi kadhaa, ukija kujumlisha haiji tena 518, inakuja 504. Sasa unaweza ukaona ni kiasi gani hao watu hata wao wenyewe wanajikosea heshima, kwa sababu kwa mtu mwenye sifa ya ile kwamba ni jaji mkuu wa Tanzania, ni mtu ambaye alitakiwa akifanya vitu hata kama basi amedanganya, lakini kuwepo na namna ambayo atapoteza ile hali ya kudanganya. Mfano, kama amezungumza labda zile namba azisimamie zile mpaka mwisho, lakini sio kukosea kiasi kwamba mpaka watu wanaona ni vitu ambavyo mmeshindwa hata kuvipika. Lakini kitu kingine ni pale ambapo mtu umeua watu, alafu unarahisisha, unachukulia kama vile watu uliowaua hawakuwa na haki ya kuishi, yani kama vile umekanyaga sisimizi fulani au siafu, yani vitu ambavyo havikupi maumivu wewe. Kwa kweli huyo mtu hafai hata yeye mwenyewe kuishi, kwa sababu kama ukishindwa kuwa na huruma na watu, basi hata wewe mwenyewe haupaswi kuishi na watu, kwa sababu wote watakuwa una roho labda ya shetani au mnyama. Sasa ndugu zangu, mimi nilichokuwa nakiomba hapa ni kwamba kwanza kupitia documentary ambayo tumeiona siku ya leo, inatakiwa itupe nguvu zaidi ya kuendeleza mapambano, lakini pia kuendelea kusonga mbele, kwa sababu kuna watu wengine wanafika hatua katika mapambano haya wanakata tamaa. Kwa sababu kuna wengine mtu anategemea au anatarajia kwamba kile anachokipambania basi akilala usiku akiamka asubuhi kiwe kimetokea kama alivyokusudia.
siku yoyote haki haijawahi kuja kirahisi. Narudia tena, siku yoyote haki haijawahi kuja kirahisi. Haki ina gharama zake za kuweza kuilipia mpaka upate ile haki. Tunaona natoa tu mfano kidogo, sio kwamba naleta swala la dini, lakini nataka tu nitumie kama mfano kidogo. Yesu alipokuja kukomboa ulimwengu, kuna gharama ilibidi alipe mpaka kuja kupata haki ya mwanadamu. Kutoka kwenye mikono ya shetani kurudisha kwenye mikono ya Mungu, kuna gharama ilibidi ailipe. Sasa sisi tunaopambania haki haijawahi kuwa nyepesi kiasi hicho. Haki kwa sababu Biblia inazungumza kwamba haki ni kitu kinachoinua taifa. Wadhalimu siku zote hawawezi kupenda haki kwa sababu wanajua wakitenda haki udhalimu wao hauwezi kusimama. Na ndio maana tunaona mpaka leo hao watu wameng'ang'ania, hawataki kuachia kwa sababu wanajua udhalimu wanaofanya, haki ikisimama, madudu walioyafanya, maovu walioyafanya, wizi waliofanya, utekaji waliofanya, uporaji wa rasilimali zetu waliofanya, utaonekana hadharani kwa sababu haki imesimama. Sasa wanachokifanya ili vile vitu visionekane ni kuminya haki na kufutafuta pale ambapo palitakiwa pafanyike mambo mazuri, labda demokrasia ionekane, uwazi uonekane. Wanafutafuta ili kutaka kujipamba kwamba wao hawako vibaya au hawajakosea. Kwa jumla tunaona hali ilivyo kwa sasa hapa Tanganyika kwamba imeona kuonyesha kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba kama hawatakubali kushuka chini na waachie madaraka. Kushuka kwao simaanishi kwamba washuke eti watafute mapatano, kwa sababu hakuna kitu cha kutafuta mapatano kwa sasa wakati umeshakosea. Mapatano yalitakiwa yatafutwe mapema, au maridhiano hayo kama wanavyoita wao yalitakiwa yatafutwe mapema kabla ya kufikia hatua tuliyofikia sasa. Sasa kwa hatua tuliyoko kwa sasa ni hao kuondoka, lakini wanapoondoka ni wanatakiwa kufungashe kila chochote ambacho kinawahusu wao, waondoke nacho, ikiwepo chama chao dhalimu waondoke nacho, lakini wote na uongozi wao huo, viongozi dhalimu wao waliojiweka kwa mtuko wa bunduki ambao hawatambuliki. Na hivyo mnavyoona mpaka sasa Mungu ni kama ameondoa mkono wao, kila mkono wake kwao, kila wanachokifanya wanadhalilika. Sio wabunge, sio yule rais dhalimu, sio majaji hao na wengine wote hao ambao wanajipambana kwamba ni viongozi ambao sisi hatuwatambui kwamba ni viongozi. Kwa hiyo kinachotakiwa, wao wanatakiwa waondoke, waachie nafasi zote na ngazi zote walizoshikilia ili Tanganyika tuanze upya. Hapo ndipo amani itakapopatikana. Lakini kama hawatafanya hivyo, basi Tanganyika haitakalika. Huwezi kuongoza watu ambao mioyo yao haikukubali. Huwezi kuongoza watu ambao mioyo yao imesha kuchoka, haikutaki. Yani hata chochote unachojaribu kukifanya hakileti uponyaji kwa taifa. Kila siku ni maumivu, kila unachokifanya ni kuleta maumivu tu kwa Tanganyika. Hawa watu hawatakubali waongoze, na pia huwezi kulazimisha kuwaongoza hata ufanye nini. Kwamba utaamua kama ni kuwaua wamalize, au uachie ngazi ili hawa watu waamue wanaweka nani ili waongoze. Mimi ili niwe mfupi, wengine waweze kuchangia kwa sababu tunao wachangiaji wengi. Naomba tu niwatie moyo ndugu zangu ambao tunapambania haki, kwamba tusikate tamaa. Tuko mahali pazuri. Haki haijawahi kuja kirahisi. Yako maumivu mbalimbali tutayapitia. Viko vitisho vingi tumevipitia, tunavipitia na tutaendelea kuvipitia, lakini ninachojua ni kwamba Mungu atatulinda na ushindi utapata. Boy, umepotea. Nadhani network yake. Kaka mtu mkubwa umemaliza. Hata hivyo alikuwa amefikia dakika, alikuwa amefikia mwisho. Shukran sana mtu mkubwa. Shukran sana na kwa maombi. Kakatwa, sijui tunaelekea upande gani sasa hivi? Bila shaka ninasikika vizuri mimi. Unasikika? Asante. Of course tunaendelea, watu wanaendelea kutufuatilia vizuri kabisa, na niendelee kuwakumbusha watu ambao wanaingia kwamba tupo live Facebook, tupo live YouTube, tupo live Clubhouse, lakini pia tuko live hapa TikTok, na hii program ambayo inatumika kurusha hivi inaitwa Restream.
inatusupport, na nimshukuru kaka yetu Marcus na dada yetu Saudia walitusaidia kulipia hiyo restream pamoja na Zoom ili tuweze kulinki hii mitandao. Kwa hiyo na wale ambao wanaendelea kutuma gift, kwa sababu kulipia restream ni kama $21, sijajua ni Zoom na Zoom jumla inakuwa $1,500 ya Kitanzania. Kwa hiyo wale ambao mnaendelea kutuma gift, endelee kutuma, kwa sababu mpaka sasa tuna $16 za gift. Kwa hiyo inaweza katusaidia hiyo tukaconvert, tukapata pesa ya kulipia restream kwenye tarehe 29 inayokuja. Kwa hiyo ukituma gift upotezi, na mimi nitakuwa muwazi kasema nimeingiza kiasi gani cha gift. Baadaye hiyo gift tukiconvert kwenda kwenye dola itatusaidia kulipa restream kwenye tarehe 29 inayokuja. Kwa hiyo ni hayo tu kaka Sama. Kwa hiyo sasa hivi tuko hapa wachangie watu watatu hapa, baadaye tutaenda sehemu nyingine. Okay, jamani, hapa tutachangia watatu, lakini sasa tujitahidini tuende kwa muda, kwa sababu saa nyingine inakuwa ni aibu kumwambia mtu haya acha sasa, hayo imefika mwisho. Basi kuanzia saa hizi atakayechangia aangalie saa yake. Mimi sitakwambia kwamba okay malizia, kwa sababu imekuwa watu, kila mtu anataka kuongea. Sasa nikianza kukuambia acha, inakuwa kama aibu fulani hivi. Kwa hiyo nitakapokupa muda, tutatoa dakika 5 nzima. Kwa hiyo mtu dakika 5 unaweza kupanga kabisa mambo yako vizuri. Kwa hiyo tutaangalia nani alikuwepo mwanzo hapa. Itabidi nani Losa majina haya. Lola karibu. Alafu utapatiwa na Nguchiro. Aona nyie mlikuwa mjaongea bado. Nguchiro endelee kwanza na okay, Nguchiro. Haya majina hii Nguchiro si ni kama kicheche. Bwana, si ndo tuliitwa Nguchiro, kwa hiyo inabidi tutumie majina yetu. Kwa hiyo Chugo umejiita Nguchiro. Sasa kwa hiyo wewe ni Nguchiro jike. Asante bwana kwa kunipa nafasi hii, mimi nashukuru. Mimi napenda kuambia Watanganyika wenzangu, kwa kuwa Jaji Chande yeye alituletea ripoti ya maneno, haikuwa ni ina video yote wala vitendo hatukuvionyeshwa, lakini kwetu sisi tumetoa ushahidi uliokamilika. Sisi Watanganyika wazalendo wameandaa ushahidi uliokamilika. Sasa huu ushahidi ulioandaliwa usiishie kwenye mitandao tu, yani tusiusambaze kwenye mitandao peke yake. Una ndugu yako yupo kijijini, fikisha ushahidi kijijini kwenu. Vijijini watu sio wengi kama mijini. Unaweza ukajitolea kwenye mtaa wako wewe ukanunua hata TV, ukafanya watu kwenda kuunganisha na simu yako, watu wakaangalia kama wanaangalia TV. Kuna wengine, wazazi wengine leo mpaka leo vijijini wanajua watoto wao hapo mjini wanafanya kazi, ni mawasiliano tu wamepoteza, lakini watoto wale kumbe tayari Samia alishawaua, lakini wazazi walioko kijijini wanajua watoto wapo mjini. Kwa hiyo tukitumia na nafasi hii kilichoandaliwa, hii documentary iliyoandaliwa isiishie kwenye mitandao tu, kila mtu afanye juu chini. Una kijijini kwenu ulikotoka, fikisha, watumie, wapelekee, nunua hata TV mtaani hapo kijijini, fanya, onesha kama sinema, waje kuangalia matukio yaliyofanyika Tanganyika, ili wazazi wengine wajue kwamba watoto, hata kama mtu mwingine anaweza kuona akamuona mtoto wake kumbe aliuliwa, lakini anajua bado yuko mjini, anajitafuta, anafanya kazi. Kwa hiyo mimi naomba tusitumie tu kwenye mitandao, ikabaki kwenye mitandao, ifike vijijini ndani kabisa. Vijijini washuhudie kilichotokea, washuhudie Samia alichokifanya, kwa sababu bado kule wanakandamizwa, bado kule wanazidi kuonewa na wanazidi kudanganywa, kwa sababu hakuna ushahidi, hawana TV, hawaoni kilichoendelea. Lakini tukitumia hii documentary kuwafikishia wale wa vijijini, nafikiri tutakuwa tumekomboa watu wengi sana, na vijijini wataamka na kusimamia haki zao, wakijua kumbe watoto wetu tulijua wako mjini, lakini tayari wameuliwa. Kwa kweli mchango wangu ndio huko kaka Sama, nashukuru kwa nafasi hii. Kabisa dada yetu Chuga, unajiita Nguchiro saa hizi. Nitawasomea comment kidogo za hawa watu walio paralyze kidogo tu kama 2-3.
hawa walio paralyze, hii documentary imekwenda kuwaumiza kweli kweli. Mmoja huyo VCCM anasema amani na maendeleo ndio kipaumbele cha nchi yetu. Tupuuzeni hii documentary. Wananchi muwe na akili, puuzeni hii documentary. Serikali inasimamia sheria, documentary hii na upotoshaji. Naona walivyo paralyze hawa watu, piga za ugoko hasa. Serikali yetu inafanya kazi kubwa katika kipindi kigumu. Documentary hii inaharibu na kuharibu wananchi na akili za. Mnaona tunaupiga mwingi, alafu wanaandika kweli kweli, wanatetemeka kweli kweli. Safi kabisa, mliotoa hili wazo, big up sana. Wameparalyze, tuzidi kuupiga mwingi. Tena wamechanganyikiwa huko YouTube, wamechanganyikiwa. Safi kabisa, maana hapa tunawapiga mande. Clubhouse wanapiga, Facebook wanapiga, yani kila sehemu hapa tunapiga za ugoko, piga kote. Safi kabisa. Tunaweza ambao tumeongea, tunaweza tukapisha hata wengine walioko chini wakaja kuchangia ili kila mtu apate kusikika, kwa sababu hii itadumu milele. Kwa hiyo mtu ambaye amemaliza kuchangia anaweza akashuka akapanda. Kuna watu ambao Twa alisema watabaki kwa sababu wana wafuasi wengi. Kwa hiyo ambaye najua nani haki, unaweza kumwachia mtu hapo akapanda akaongea na dakika kadhaa, baadaye tuachianeni. Itapendeza zaidi ili na watu wengine wachangie, kwa sababu Lola bado ana mtoto anamhudumia. Kwa hiyo tunaweza tukaachiana hapo juu, mtu anaweza kumwachia nafasi wengine wakapanda, itapendeza zaidi. Sijui kama naeleweka, maana kuliko kumshusha mtu mwenyewe. Niwaeleze, kuna watu wengine wanataka kupanda kuchangia, tunaweza tukaachia hata vyumba vitatu hapo, watu wazidi kupanda. Moderator unaweza ukapandisha mtu hapo ili aje achangie. Wakati huo sehemu zingine na nyewe mwe mnajiandaa huko. Hapa tutaongea watu watatu basi wakiwa wanaimba neno Tanzania, lakini leo tunaambiwa na Chande ni wa Palestina. Leo anasema Chande ni wa Palestina. Sasa mjiulize na nyewe mlioko hapa, mko 270. Ni nani alikuwa anaimba Kiarabu? Nani alisikia pale? Haya mahabuba. Nani alisikia hivyo? Nani alisikia mahabuba? Hao wazee wanatakiwa wacharazwe viboko. Sisi tulikuwa tunasikia Tanzania. Ndizo nyimbo tulizokuwa tunasikia. Ndio sisi tulikuwa tunasikia. Hakuna aliyekuwa anasikiliza mahabuba. Chande eti alikuwa anasikia hivyo. Eti Chande alikuwa anasikia mahabuba. Wametoka Gaza. Maana wale Gaza ni Waarabu. Kwa taarifa yenu, Gaza ni Waarabu. Kwa hiyo wale wazee sijui wana akili gani. Nani aliimba mahabuba pale? Watu walikuwa naimba Tanzania na kupenda. Ndicho tulichokuwa tunakiona. Leo wazee wanakuja kutuambia eti watu walikuwa naimba mahabuba. Si uni uzembe kabisa wa wazee au waliowasomesha. Na natoa taarifa, ikitoka hii serikali, wote mliofungwa na hao wazee, mliosimamiwa kesi zenu, nendeni mkakate rufaa. Vile vizee viliwafunga kwa rushwa. Viongo. Na kengine kanakuja kusema eti kwamba eti utekaji ni janga la kidunia. Si ujinga huu. Anyway, tunafuata. Mchungaji ametoka? Mchungaji ameondoka. Simuoni. Kaka Sama nadhani alipata changamoto ya kikombe, kwa hiyo ninaomba atakayezungumza saa hizi mkaribishe haki upiganiwa. Akimaliza kuzungumza tutamshusha, tutampandisha mchungaji Bwana Mapinduzi. Askofu huyo, sio mchungaji, ni askofu. Okay. Bwana haki upiganiwa, karibu dakika zako 3. Maana leo wanatakiwa watoe maoni wengi kabisa, kila mtu ajiachie. Karibu haki. Asante sana. Atanisaidia nikiwa Kenya na yanunua kwenda Kenya, atanisaidia. Haki. Asante sana. Niendelee? Endelea. Asante sana na nafurahi sana ndugu zanguni na kwa kunikumbuka mimi jamani, nashukuru sana na nishukuru kamati ya Brother Twa Mwaipaya
nikiwa kama upande wako kwamba hatutonyoa nywele na wala ndevu mpaka mheshimiwa atakapokuwa ameachiwa huru, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Na mimi naishi kwenye imani yako, na ndio maana mpaka leo nimekuwa mgumu wa kunyoa nywele. Nashukuru sana. Umenipa misimamo mizito sana, kwa sababu mpaka leo hii hata askari wakiniona wananiogopa, kwa sababu hawaamini jinsi nilivyo. Kwa hiyo nashukuru sana na nitasimama hivyo. Nategemea siku mheshimiwa atakapokuwa ametoka kwa gerezani, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ndipo tutakapoweza kutoa nywele zetu na ndevu zetu. Naomba niende moja kwa moja kwenye mada iliyopo na mambo na kitu kinachozungumziwa. Ni kwamba mpaka sasa hii serikali haramu haijatambua kwamba walioandamana tarehe 29 ni watu wa design gani, na sio kwamba hawajui watu walioandamana ni watu wa design gani. Hapana, wanajua kwamba Watanzania ndio walioandamana. Wanajua. Nani asiyejua Watanzania waliandamana? Dunia nzima inatambua kwamba Watanzania waliandamana kutokana na huu uonevu, kutokana na haya yanayotokea kwenye taifa la Tanganyika, kutokea na haya matukio yanayoendelea kufanyika katika nchi yetu. Hao watawala mambo waliyotufanyia wanatambua na wanajua. Wametupotezea ndugu zetu wengi, wametupotezea marafiki wetu wengi. Tena mimi hakuna kitu ambacho kinaniuma katika nchi yangu na katika maumivu ambayo naumia mpaka leo nikiwa kama Mtanzania, nikiwa kama Mtanganyika mpenda haki. Ndugu yangu na blaza wangu Mdude Nyagali. Mdude Nyagali mimi ni ndugu yangu wa nyumbani kabisa. Mpaka leo hii sijui alipo na sijui nini kinaendelea juu ya hatima yake. Nataka kuzungumza kitu kimoja kwamba tumepanga maandamano tarehe 7. Watanganyika mliopo hapa zaidi ya 281. Tumepanga maandamano tarehe 7 mwezi wa 7. Mimi sitegemei kama kutakuwa na Mtanganyika mjinga ambaye ataamini kwamba tutaenda kwenye maandamano ya haki. Hakuna maandamano ya haki kwenye taifa letu hili. Na ndio maana hata leo hii watu wengi mlioingia mtandaoni mmeshuhudia kauli ya Makonda. Wamekuwa ni watu wa kutoa vitisho, wamekuwa ni watu wa kuogopesha Watanganyika ili tuendelee kuogopa. Tarehe 7 mwezi wa 7 itakuwa ni siku ya maandamano makubwa kitaifa. Na nipongeze sana mzee Dr. Wilbrod Slaa. Mwaka 2010 alikuja wilaya ya Kyela na tulisapoti kama wanaharakati na kama upande wa haki. Tunamshukuru sana kwa mawazo yake aliyoleta, lakini nataka niseme kitu kimoja kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 sitegemei Watanganyika tuliopo hapa kwamba tutatoka kizembe kwenda kulipambania taifa. Kama leo hii tunaitwa sisi tulioandamana ni watu kutoka Gaza. Kwa hiyo tutaonesha vipi kwamba sisi ni watu wa Gaza? Tusifanye makosa wa Tanzania. Tusifanye makosa kabisa. Watanganyika tumeuawa tarehe 29 na kabla ya tarehe 29 tumepoteza ndugu zetu. Tumepoteza ndugu zetu na tumepoteza wazee wetu. Mzee Malisa mpaka leo hajawahi kuonekana. Mzee Mohamed Ali Kibao aliuawa na hii serikali haramu. Mdude Nyagali alipotea na hii serikali haramu. Humphrey Polepole mpaka leo hii haonekani alipo. Mawazo kamanda wa Chama cha Demokrasia aliuawa kwa kupigwa mapanga na hii serikali haramu. Tupo live YouTube. Hizo background za muziki hebu sasa baki hizo background za muziki zitashusha live kwa sababu hizo background zina copyright. Kwa hiyo ukiwa sehemu tulivu utamalizia dakika zako. Kaka Sama unaweza kuendelea. Kwa sababu tuko live. Ni kweli tumemvumilia kwa kweli. Subiri baadaye kidogo sio mbaya. Jamani, nadhani mnaelewa tukio la leo. Tunawakumbuka ndugu zetu waliouliwa Mo 29. Ndugu zetu waliouliwa. Sisi tunawatambua kama Watanzania. Serikali inawatambua kama Wapalestina. Kwa hiyo muone serikali yenu ambapo ina upumbavu wa hali ya juu.
inawatambua kama Wapalestina. Sasa hebu fikirieni, kama nchi yenu imeshawageuza mmekuwa Waarabu, maana yake nini? Hakuna serikali yoyote inayowapendeni nyie, na wamejiwekea hukumu ya kifo. Yani wamewatisha Watanzania wote kwamba kuwaua ndio adhabu mliopewa. Sasa hivi Mtanzania yoyote anaogopa kufa tu katika hii serikali. Yani kila Mtanzania anaogopa kufa. Ukiongea hata na kijana tu, we utauliwa. Yani imekuwa kama wimbo. Alafu wale watu wa CCM wameiona ni sifa. Hii sio sifa kwenye nchi ya demokrasi. Ukiona kila mtu anaogopa kufa, sio sifa. Sio sifa. Kila mtu hata kucomment, utauliwa. Hapana. Tusiende tukafika huko. Kama ni tarehe 7 mwezi wa 7, tuhakikisha hao watu wanatoka. Tukitoka barabarani, tusirudi nyumbani. Tukae huko mpaka tuhakikisha tumepewa katiba yetu au tumechagua hiyo serikali ya mpito. Sisi wenyewe. Kitendo walichotufanyia mwezi 29, kila mtu analia mpaka leo. Kila mtu analia. Walikuwa wanaua kama vile wanaua kama wanapiga manzige, piga. Yani walikuwa wanajipigia tu. Afu leo tume ya Jaji Chande inadai wote waliokuwa wanaua walikuwa wanaua kwa mikuki. Msije mkasema na nini? Ncha kali maana yake nini? Maana yake mkawiaji kubadilika. Ncha kali maana yake nini? Andikeni comment. Ncha kali ni nini? Ncha kali ni nini? Ncha kali ni nini? Ncha kali ni jamii ya mikuki. Hakuna jinsi. Sindano, mkuki, ndio maana yake. Na bado anakuambia Chande, hiyo ncha kali imeua watu 260. Na tena hiyo ncha kali ilikuwa inavunja mifupa. Nendeni mkaangalia hata huko kwenye mgugo muone kama mkuki unaweza kuvunja mifupa. Lakini kwa Chande inawezekana. Eti mikuki imevunja mifupa. Msikilizeni yeye mwenyewe. Msikilizeni anaposema. Watu 260 wameuliwa kwa kifaa cha ncha kali na mifupa imevunjika. Tuambiane, Wamasai mpo hapa. Mkichoma hayo simba mkati mnavunjaga mifupa. Anyway, tuache huko. Nani anafuata? Tunaelekea wapi sasa hivi? Tunaelekea wapi au bado tuko TikTok? Okay. Asante sana. Nuluvazi akiwa yuko tayari kwa upande wa huku Zoom atanambia, lakini huko Clubhouse kama mtu yuko tayari huko Clubhouse. Lakini Askofu Mwana Mapinduzi, hebu jaribu kunyanyua mkono. Askofu Mwana Mapinduzi, bonyeza sehemu ya kunyanyua mkono tukupandishe. Anatumia message huko WhatsApp. Baba Askofu Mwana Mapinduzi, kama unanisikia, nyosha mkono wako, watakupandisha hapa. Kama mnamuona huko Askofu Mwana Mapinduzi, nyoshe mkono, itakuwa ni jambo jema. Na nimekutumia ni huyu anakuja. Baba Askofu Mwana Mapinduzi. Wakati tunamsubiri askofu, kama kuna mtu hapo Amkomba, unaweza kaongea dakika 2 chap hapo, fungua ongea dakika 2. Okay, asante kaka Sama moderator na hosti. Tunashukuru sana kwa kuhudhuria wote hapa kukutana kwa ajili ya kumbukumbu ya ndugu zetu waliouawa kikatili tarehe 29 Oktoba. Ni kumbukumbu mbaya sana, lakini hatuna budi kila mwezi kuhudhuria na kukutana pamoja na kuongelea kwa ajili ya wenzetu na kuendelea kuwakumbuka, na iwe hivi daima. Hata kama sisi hapa hatutakuwepo, wale ambao watakuwepo wataendelea vizazi na vizazi. Tunatamani sana hii tarehe iendelee kukumbukwa daima. Nashukuru sana pia kwa maandalizi ya documentary, tumeitazama mwanzo mzuri, na pia tunajua kwamba itakuwa na mwendelezo mzuri zaidi, maana ni kumbukumbu nzuri ambayo wao hawaipendi kuisikia. Wanatamani sana hiki kitu kingefutika kabisa, maana hata maiti hawapendi hata tuwe tuna posti. Lakini ni kitu kizuri zaidi. Tunashukuru kwa idea nzuri kakatoa, na sisi pamoja kwa kushirikiana tutaendeleza hivyo. Na pia natamani sana tuendelee kukumbushana mambo mengi ambayo watu wamechangia mbalimbali. Ni sisi wakati ni huu ambao tumeamka kiakili na kifikra kwamba CCM wametuchezea kiakili na wamewachezea wazazi wetu.
tangu uhuru ulipopatikana mpaka miaka 60 yote ambayo wameweza kuitawala, wameweza kuwachezea akili na kuwadanganya wazazi wetu na kuwauzia uoga ili wasiweze kuhoji. Lakini tunashukuru Mungu, sisi tumeweza kujua ukweli, na ndio maana wameamua kuchukua hatua kali kwa ajili ya kutuchukulia hatua za kutuangamiza na kututishia vifo. Lakini najua kwamba kama mpenda haki, kila mmoja wetu hataweza kurudi nyuma kama tulivyoanza mwanzo mzuri. Natamani sana Watanganyika kama Watanzania tukiweza wote vijana kutangaza kwamba tukutane barabarani, tutake ukombozi, sio kitu, ila ni utayari wa kila mmoja kijana kwamba sasa hivi hatuwezi kurudi nyuma kama tulivyoahidi wenzetu walivyotangulia mbele ya haki tarehe 29 kwamba hatutarudi nyuma, na wao wakati wengine wanakata roho wakipigwa risasi wakasema niache mimi nenda mbele. Kakomboe nchi. Tunataka ukweli. Tunataka nchi huru, tunataka viongozi wanaoweza kuhojiwa, wanaweza kupokea kila mawazo ya mwananchi, kwamba raia kila mmoja yuko huru kuweza kutoa maoni yake, sio kuuawa na kutishiwa maisha ili aweze kubadilisha uraia wake, aweze kwenda nchi kukimbilia nchi za nyingine, aende kwenda nchi nyingine yuko kwa uhai wake, ili mradi tu asipokee maoni tofauti. Dada Mkomba, kaka Sam unaongea? Nasema na kuongeza dakika moja, malizia. Askofu yupo hapo juu. Askofu, toa kikombe, malizia Mkomba. Okay, nashukuru. Ni mimi ni utayari, kijana ni sasa, ukombozi ni sasa, ni utayari. Kama uko tayari, tutakomboa nchi yetu. Lakini kama utaacha mtu fulani ndo akomboe, ukombozi utachelewa sana. Lakini kama kweli unapenda haki, na ndio maana wapenda haki tunakuwa tunatishiwa, wanapenda wale machawa na watu ambao hawapendi haki ndio wanatamani sana waendelee kuishi Tanzania, lakini ambao wanapenda haki wanatamani watoke kabisa, na ndio maana wanasema ni watu ambao wanatokea nje hata kama uko ndani ya nchi. Asante sana kwa nafasi, nadhani next time Okay. Jamani, mjadala unaendelea, mjadala umepamba moto, kila mtu anataka kuongea, wote watu mtaongea. Kuna watu wa Clubhouse na wenyewe nimeona comment hapo, wote watu mtaongea. Kwa hiyo tutamaliza hapa sasa hivi TikTok, alafu tutawaachia sasa wa mitandao mingine. Tutamaliza hapa kidogo. Tunamkaribisha askofu. Karibu askofu. Unaweza ukafungua mic. Yes, nasikika. Unasikika. Nashukuru sana kaka Sama pamoja na Mwaipaya pamoja na wengine wote ambao mko hapa. Mnaendeleza mijadala huru ambayo ilitakiwa ijadiliwe na watu ambao wamo ndani ya nchi, lakini kwetu imekuwa ni kama haramu kujadili mambo kama haya, ama kwenye mikutano ya hadhara ama kwenye vikao vya ndani. Of course utamaduni ambao hautakiwi kuendekezwa hata kidogo. Yaani eti ili uongee kwa uhuru lazima uwe nje. Ili uongee kwa uhuru lazima uwe mafichoni. Ili uongee kwa uhuru lazima uongee TikTok, lakini sio kwenye mikutano ya hadhara. Ili uongee kwa uhuru lazima uongee ukiwa huku naangalia nyuma mbele na kushoto na kulia. Haiwezi kuwa sawa hata kidogo, hasa kwa vizazi vijavyo. Kwa mtu mzima anayewaza vizuri, lazima ufanye mambo ambayo yana reflect na kujenga utamaduni mzuri wa vizazi vijavyo, ili wajao warithi vitu vya maana, sio kurithi tu mali, lakini warithi pia uhuru na tabia mbalimbali ambazo ni nzuri. Sasa hii ya kuja kuongea huko mnakuwa na uhuru, of course, kwa sababu ndio nafasi ambayo tunaipata. Hatuwezi kuongea na waandishi wa habari, hatuwezi kwenda kwenye redio, hatuwezi kwenda kwenye televisheni. Ni nchi gani hii? Why tufike hapo? Miaka tumshie ile pale kuna uwezo kuongea waziwazi. Leo hautuwezi kuongea kwa waziwazi. Ni vitu ambavyo havileti picha nzuri sana. Anyway, mimi issue yangu kwanza ni wapongeze kwa kuangalia tarehe ya leo na kuipa uzito stahiki unaopaswa, kwa maana tarehe 29 kwamba ni tarehe ambayo imetiwa doa kubwa sana. Tarehe ambayo miaka yote ilikuwa ni tarehe huru, ilikuwa tarehe ya watu kufurahi, lakini imekuwa tarehe ya watu kulia, kuomboleza na kuwa na machungu ya ndugu zao waliopoteza maisha katika tarehe kama hii. Nimesikia hapo mmetaja pia tarehe 7 mwezi wa 7.
Hiyo tarehe kwangu mimi miaka kadhaa iliyopita ilikuwa tarehe ya furaha kwangu. Kwa sababu ilikuwa ndio siku yangu ya kuzaliwa, mimi siku yangu ya kuzaliwa. Nimezaliwa tarehe 7 mwezi wa 7 miaka kadhaa iliyopita. Lakini tangu apotee rafiki yangu wa karibu Mdude Nyagali. Tangu apotee rafiki yangu wa Mdude Nyagali, aliyenipigia simu saa 8 na dakika 5 usiku, hawa majambazi wakiwa mlangoni wanavunja mlango wa mbele. Ananipigia simu, analia, anaomba nipige kelele. Anaomba niwaambie watu wakimbilie hapo. Tarehe hii 7 kwangu ilishageuka, sio tena siku ya sherehe tena. Kwa sababu nilipanga toka wakati huo kwamba itakuwa tarehe yangu ya kuhuzunika na kumkumbuka yule rafiki yangu huyu na kumwombea sana, ili angalau siku moja nimuone tena. Hakuna jambo la kuumiza kama mtu ambaye mlikuwa mnapatana, mnaelewana, mnafanya harakati pamoja, mnaandamana pamoja, mnahutubia pamoja kila mahali, halafu anapotea kwa mazingira ambayo huna jibu lake. Tulikuwa na timu ya watu 3, mimi, Mwambukusi na Mdude. Kila mahali tulikuwa tuko pamoja. Kwa hiyo maandamano tuko pamoja, na hata alipogombea Mwambukusi urais wa TLS kule Dodoma, tulikuwa pamoja. Tuliendesha mapambano usiku kucha siku 2 na tukashinda. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho kwa kweli kinaniuma. Nikasema kwamba tarehe itakuwa ni siku yangu ya kwa ajili ya kumkumbuka yeye. Sasa nije kwenye pointi ya muhimu ambayo nadhani hii pointi inawafanya ninyi mjadili kwa upana na kuwaza kwamba je, imeisha au haijaisha mpaka iishe? Imeisha au haijaisha mpaka iishe? Mimi nadhani haijaisha mpaka iishe. Kwa danadana hizi tuseme tu kwamba haijaisha mpaka iishe. Nadhani watu mmenielewa nikisema hivyo, mnanielewa. Haijaisha mpaka iishe kwa sababu huna sababu ya kusema imeisha wakati maswali bado yapo. Huna sababu ya kusema imeisha wakati sababu zile za kwanza bado zipo. Huna sababu kusema imeisha kwa sababu hata usalama haupo. Huna sababu ya kwamba imeisha kwa sababu watu hawajaomba msamaha. Huna sababu ya kusema imeisha wakati huo matumaini ya kuwa huru hayapo tena. Huna sababu ya kusema imeisha wakati Lissu bado yumo ndani hata baada ya uchaguzi wao kupola. Huna sababu ya kusema imeisha wakati wanaharakati mko hatarini. Huna sababu ya kusema imeisha wakati polisi wanalindwa ambao ni wauaji wakuu. Huna sababu ya kusema imeisha wakati huo unajua kabisa kwamba ndugu zetu hawajapewa haki yao, waliopoteza maisha. Ndugu zangu, sikiliza. Pamoja na ripoti ya uongo ya hovyo ya aliyekuwa jaji mkuu miaka kadhaa iliyopita, Jaji Othman Chande pamoja na Jaji Juma, ambao waliwahi kuwa majaji wa nchi yetu, na nilikuwa nafikiria tuliwezaje kuwafanya kuwa majaji wakuu hawa watu hawa. Ili kwaje? Nini kitokea mpaka wakawa majaji wakuu wa aina hii? Pengine tuwajua tu vizuri, lakini nadhani wangetoa ripoti kama wajao majaji wakuu, tusingekubali kidogo kuwa na jaji wakuu wa namna hii. Pamoja na kwamba ina uongo mwingi, lakini imetaja wazi kwamba utekaji ulikuwa unaendelea kufanyika na watu walitekwa, watu 700 na kitu. TLS leo kuorodhesha watu 100 na kitu, lakini imesema waliwahi kutekwa watu 700 na kitu. Na kati hao 700 na kitu waliotekwa 400 hawajulikani wako wapi. 400 hawajulikani wako wapi mpaka leo. Hao 400 ambao hawajulikani, kwa ripoti ya Jaji Chande haionyeshi kwamba watatafutwaje, watapatikanaje. Sisi tunawahitaji, familia zao zinawahitaji, wanapatikanaje watu hao 400? Yani imesomwa paka mwisho, tukaachwa hewani. Ndugu zetu hata hawajatajwa kwamba sasa nani awajibike na wanapatikanaje. Kunaposema haijaisha mpaka ishe, mna wajibu ninyi vijana na Watanzania kwa ujumla, hasa Watanganyika. Hawa watu 400 ambao serikali haina mpango watafuta, hawa watu 400 ambao polisi wana mpango watafuta, ingawa walipewa kazi ya kuwatafuta na kuwalinda mpaka wapotea,
hata kama ni kwa sababu ya mapenzi. Hawa watu 400 mpaka sasa hivi, ndugu zangu, kisema mnyamaze mseme ishe. Sasa hawa 400 hawa, kuna jitihada gani zozote za kuwatafuta? Hapana. Mna wajibu wa kuendelea kuwasaka, kuwauliza, kuwatafuta. Miaka kadhaa, nafikiri mwaka mmoja uliopita kule Mbeya, viongozi waliamua na wananchi waliamua kwenda kumtafuta Mdude Nyagali milimani. Wakamtafuta milimani, mapolini, mashambani, walitafuta muda fulani. Na kwa sababu ya ratiba za kifamilia wakaamua kuacha kutafuta kwa staili ya kwenda pamoja. Lakini huyo mmoja alitafutwa mashambani, milimani, mapolini. Sasa tunaongelea 400 mpaka leo hawajulikani wako wapi, na wakuwatafuta hayupo. Ndugu zao na Watanganyika, na wapa ruhusa, kawatafuteni. Kwenye ripoti ya Chande imetaja watu wamekufa 518. Nasema hiyo kwa sababu hiyo imeandikwa na imetoka na kila mtu anaijua. Of course sio kweli. Kati ya hao 518 wamesema 400 na kitu hao ndugu zao waliwapata wakaenda kuadhika. Lakini watu 39, watu binadamu 39 ambao ndugu zao walienda mochwari, walienda hospitalini, wakawakuta wapo, wakawaona, wakarudi nyumbani kwenda kuandaa mazishi. Walipoenda kuwachukua mara ya pili, wakazika, wameshachimba na kaburi, wameshakusana watu na michanga imeshatoona, mahema washaweka na pilau lishapikwa. Wakaenda wakuta hizo maiti hazipo. Waliziona kwanza, wakarudi kuandaa magari ya kusafirisha na kufuata kutoa michango. Wakaenda kuchukua maiti na gari yao, wanafika kukuta hayupo, ameyuka, amepotea. Kwenye hospitali za public, hospitali ambazo hakuna mwizi wa kawaida wa maiti anaweza kuiba maiti ya kawaida, wala sio mchawi. Hao maiti pekee tu 39. Unasemaje kwa mmeisha? Hasa hawa wanapatikanaje? Walienda wapi? Nani aliyewachukua na aliwapeleka wapi? Ndugu zao waliwaona, achana wale ambao hawakuwaona kabisa. Hawa waliwaona kwamba huyu hapa ni ndugu yetu, ana risasi ya mgongoni, ana risasi ya kichwani, ana risasi ya mguuni, huyu hapa kwenye friji la mochwari, huyu hapa. Baada ya muda hayupo. Hawa watu kwa ripoti ya Chande haijaonyesha kwamba watu hawa wanapatikanaje, nani anawajibika? Ni nani muhusika aliyeiba miili hiyo ilionekana nani? Na miili hiyo imepelekwa, imezikwa wapi? Ina matumizi gani? Wameenda kutoa kafara au wameenda kutoa kwenye mizimu yao? Ndugu zao wana haki ya kutafuta ndugu zao hawa waliona. Kwa hiyo mimi naweza kusema, nadhani kwa midhaa hii, kwa utani huu, kwa kiburi hiki cha serikali, wanavyojipanga kwa ajili ya visasi kwa ajili ya wengine, kwa kusakizia kusema maneno ya hovyo ya dhihaka juu ya damu za watu, mimi nazidi kumwomba Mungu atufanyie maajabu. Lakini wanatengeneza moto usiozimika tena. Wanawasha moto ambao kuuzima safari hii itakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu nidhani kwamba kama wangekuwa wanajua namna kuzima moto, wangefanya yale ambayo watu wamekuwa kiadai muda mrefu. Wangeyafanya wakiwa serious, bila midhaha ya kuambia watu kwamba hawa waliokuwa nakufa, waliokuwa wanaondamana au waliokuwa wanaonekana kwenye picha ni watu wa Gaza. Hiyo mizaha ya hali ya juu sana. Nani asiyejua? Utamdanganya nani? Propaganda za nini? Kwa sababu ya kiburi hicho, huko mbele ya safari yetu, huko mbele visasi havikwepeki, maandamano hayakwepeki, kwa sababu ni vitu ambavyo havileti solution, vinazidi kutia hasira na kuzua maswali mengi zaidi kuliko maswali yaliyokuwepo mwanzoni. Kwa hiyo brother Sama, natoa Mwaipaya na baraka za Mungu wa mbinguni
mna baraka za Askofu Mwanamapinduzi na mna baraka za watu wote ambao wana maumivu makali na makubwa wasioweza kuongea hapa ndani ya Lumu, hasa Watanganyika ambao mpaka leo wanaishi kwa hofu. Na mimi nawatakia baraka za Mwenyezi Mungu kwa mipango yenu yote. Mjue tu kwamba Mungu yuko nanyi. Amina. Asante sana mchungaji. Sote amina. Sote tuko pamoja na wewe. Na kweli umeongea kwa hisia kali kabisa. Kwa kweli hao wameteka watu wengi sana. Na hii ndio imepelekea watu wakaandamana, lakini hawataki kuiweka wazi. Wao wanadai ni vijana tu walifanywa training, wakafundishwa namna ya kupiga, wakafundishwa namna ya kutumia silaha. Hiyo na nukuu. Nyarandu wakati anahojiwa kimataifa alikuwa anasema hayo mambo. Hiyo tunanukuu. Okay, jamani, tunaendelea na mdahalo. Mdahalo umekuwa mzuri kabisa, umewafanya watu wa CCM wameparalyze. Na waona wanakuja hapa wana comment utumbo, lakini tunawapiga za ugoko hasa. Yaani wanazidi kuumia. Hii kitu itakuwa ni mwendelezo. Hatutaacha, yani hii hatutaacha mpaka siku tumeona katiba hii hapa au tumeona serikali ya mpito. Na mambo yanakwenda vizuri. Nasikia na Chakwera naye kawapiga za uso. Hawataki tu kusema. Na nyinyi waandishi wa habari wa Tanzania, kitu kama hiki tunachojadili, mngekuwa mnaweka kwenye midahalo yenu kwamba vijana waja juu, waiparalyze serikali. Mnaandika mambo ya kijinga tu huko kwamba eti lenye kichwa kikubwa linataka kuoa. Sasa mambo ya nini ya Watanzania wanataka nini? Hayo ndio Watanzania wanaotaka. Sasa hivi kila media eti lile lenye kichwa kikubwa linataka kuoa. Sasa inatuhusu nini sisi wa Tanzania? Wekeni vitu vya maana nyewe, wakina Kitenge nyewe, wengine nyewe waandishi wa habari wajinga. Ndio maana madam wanaita mauchwala afu mnakasirika. Na tutawaita uchwala kila siku. Tutawaita uchwala. Constable Kenya.